Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Mvua zinazoendelea kunyesha mkoani Tabora zimeendelea kusababisha maafa na kuhatarisha usalama wa wananchi, ambapo hii leo Disemba 28 limeripotiwa tukio la wananchi kupigwa radi pamoja na tukio la wananchi kusombwa na maji katika maeneo tofauti mkoani humo. Katika tukio la kusikitisha, kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Mwagala Malando mwenye miaka 19 amefariki dunia, huku wengine wawili wakijeruhiwa baada ya kupigwa na radi walipokuwa wamejikinga na mvua katika kibaraza cha nyumba yao iliyoegemewa na mti katika kijiji cha Songambele, kata ya Uyoa, wilaya Kaliua, mkoani Tabora, majira ya usiku Disemba 27. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, Richard Abwao, amesema majeruhi wanaendelea kupatiwa matibabu, huku akiwataka wananchi kuchukua tahadhari zaidi katika kipindi hiki cha mvua kwa ajili ya kujikinga katika maeneo salama ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Kwa mkoa wa Tabora tuna tukio la taarifa ya kifo ambalo limetokea jana tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2025 majira ya saa 1 za usiku huko katika kitongoji cha Itambiro, kijiji cha Songambele, kata ya Uyoa, tarafa Uliankuru, wilaya Kaliua na mkoa wa Tabora, ambapo mtu mmoja alitambulika kwa jina la Mwagala sehemu Marando. Huyu ana umri wa miaka 19, kabila lake ni Msukuma, mkazi wa Itambiro na shughuli yake ni mkulima. Alifariki dunia baada ya kupigwa na radi akiwa na wenzake wawili ambao ni majeruhi, wakiwa wanajikinga mvua kwenye kibaraza cha nyumba yao ambacho kilikuwa kimeegemewa na mti pia. Majeruhi ni Yohana Peter, ana umri wa miaka 18, mkulima, mkazi wa Itambiro, pamoja na George Deusi ana miaka 18, huyu ni Msukuma, mkulima na ni mkazi wa Itambiro. Mpaka muda huu tunaongea walikuwa katika kituo cha afya cha Uyoa wakiendelea na matibabu. Wito wangu kwa wananchi wa mkoa wa Tabora, kama tunavyofahamu kwa jiografia ya mkoa wetu, huwa tunakuaga na radi nyingi kwa wakati wa kipindi cha mvua, na kipindi cha mvua zinazoendelea kwenye maeneo mbalimbali ya mkoa, nitoe tahadhari kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuhakikisha kwamba pale mvua zinaponyesha tukae maeneo salama na kuepuka maeneo hatarishi kwa radi, kama hao ambapo walijikinga kwenye eneo ambalo lilikuwa ni jirani na mti, kitu ambacho kinaweza kuleta madhara kwao. Wakati huo huo, mvua hizo zimesababisha tukio jingine ambapo watu 4 akiwemo mama mjamzito wamenusulika kifo baada ya bajaji waliokuwa wamepanda kusombwa na maji katika kata ya Malolo, huku nguzo ya umeme ikianguka katika makazi ya watu kata ya Isevya mkoani Tabora kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia hii leo Disemba 28. Akilizungumzia tukio hilo, dereva wa bajaji amesema barabara ilikuwa imejaa maji kiasi cha kushindwa kutambua njia sahihi, hali iliyosababisha maji kuzidi nguvu bajaji na kuwaburuza yeye pamoja na abiria wake 3 hadi walipookolewa na jeshi la zimamoto na uokoaji. Nilikuwa na abiria tukielekea Malolo. Tulivyoingia mbele tukakutana na maji. Baada ya kukutana na maji tukageuza ili kupata mwafaka mwingine. Tunakaribia kufika barabara ya lami tukakutana na maji tena mengine ambayo yalikuja kwa ghafla na kusababisha kutuzoa na kutuingiza mtaroni. Basi tulivyoingia humo wakapatikana wasamaria mwema wawili bodaboda, wakaja wakatoa msaada. Baada ya hapo dakika kadhaa, hazikuchukua muda, wakaja fire wakatoa msaada zaidi ya kunibebea wagonjwa wangu na kuwapeleka hospitali, lakini mpaka sasa hivi wagonjwa wako vizuri na wanaendelea vizuri, na chombo cha usafiri tayari walikitoa usiku ule ule. Inatakiwa watuwekee mitaro mikubwa ya kuweza kuyazuia maji yasiingie katika makazi ya watu au kupanda katika barabara. Hilo ndio la msingi. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi Loshipei Leiza, amesisitiza wananchi kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya majanga yanayotokana na mvua, hususan katika kipindi hiki cha mvua kubwa ili kuepusha madhara zaidi. Tulifika pale tukakuta wale abiria tukawaokoa, tukaweka kwenye gari letu la kubeba wagonjwa, tukawakimbiza hospitali ya Kitete. Baada ya kuwapeleka wale Kitete kule, tukarudi tena kwa ajili ya bajaji ile kuiokoa. Ilikuwa imezama kabisa. Kwa kwenye saa 7 hivi 8 tukafanikiwa kuitoa bajaji, tukaileta, iko kituoni kwetu, ndio hii hapa. Imeharibika kwa kweli. Kwa hiyo hali ndio hivyo. Wale abiria walikuwa ni wakina mama wote 3,
mmoja anaonekana alikuwa mjamzito. Hali zao hazikuwa mbaya sana, lakini ile paniki na nini. Wito wangu ni watu kuendelea kuwa makini, ni kukosa umakini, kwa sababu anajua kabisa eneo hilo lilivyo, maji anayaona yalivyo mengi, lakini anathamini fedha zaidi, kwa sababu wale abiria wamempa fedha kwa ajili ya kuwafikisha nyumbani. Yeye badala ya kuambia ukweli kwamba hapapitiki, akathamini fedha, akaingia majanga ndio hayo. Kwa hiyo nazidi kusisitiza wananchi, kipindi hiki ni kipindi cha mvua kubwa, na leo asubuhi nimesikia watu wa TMA wakisema mvua pia zitaendelea kuwa nyingi kidogo. Kwa hiyo ni vema watu wawe makini sana, sio tu usiku, wakati wote. Waendesha vyombo vya moto pamoja na wananchi kwa ujumla, hata watembea kwa miguu, huwezi kujua ili dimbwi limejichimba kiasi gani. Kwa hiyo nashauri watu wawe makini. Kwa upande wa tukio la kuanguka kwa nguzo ya umeme, mwenyekiti wa mtaa Azimio Rahim Ismail amesema nguzo hiyo ilianguka majira ya usiku na kusababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo hadi walipotoa taarifa kwa mamlaka husika kuchukua hatua. Kwa majina naitwa Rahim Kakuji, mjukuu wa Ismaili. Ni mwenyekiti wa mtaa wa Azimio, kata ya Isevya. Nimepata taarifa asubuhi mapema kutoka kwa wananchi kwamba kuna nguzo umeanguka. Baada ya kufika eneo hili, nikabaini kwamba nguzo iliyoanguka ni nguzo ambayo tayari tulishaitolea taarifa kwa muda mrefu, na sio mwaka huu tu, tangu mwaka juzi tumekuwa na malalamiko hayo kwamba tunawaambia TANESCO waje wabadilishe nguzo na hawaji, na mwisho wa siku leo ndio imetokea hivyo. Tumefika hapa baada ya kukuta hili tukio, na nimefanya juhudi ya kwenda TANESCO pia kufuatilia swala hili, nikapewa maelezo kwamba mafundi wanakuja. Hofu yetu sisi ni kwamba jambo hili linapotokea kama hivi, huu ni umeme na hii ni laini kubwa ya umeme, na wananchi wana mahitaji mengi kuhusu umeme, na hofu nyingine ni kwamba inawezekana ikatokea madhara yoyote kutokana na hii nguzo ya umeme. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma, karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.